Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kinara wa sekta ya maji katika bara hili la Afrika, Mheshimiwa Juma Hamidu Aweso, Waziri wa Maji na mbunge wa jimbo la Pangani. Mheshimiwa Rais, kwa mwaka huu ukimtaja Mheshimiwa mbunge lazima utaje pia na jimbo lake kwa umuhimu wake wa kipekee. Na viongozi wote ambao mmefuatana na rais katika hafla hii, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, ninakushukuru sana kwa nafasi hii ulionipa katika hafla hii, na ninamshukuru Mheshimiwa Juma Hamidu Aweso, mdogo wangu, kwa kuniweka katika ratiba katika hafla hii muhimu sana. Mosi, kama mbunge mwenyeji wa jimbo na kama moja watumishi wa Wizara ya Maji, nikiwa nimetumikia wizara hii nyeti kabisa kwa nafasi ya katibu mkuu kwa miaka 3 na miezi 3, kuanzia siku ya Jumatano tarehe 5 Aprili mwaka 2017 hadi siku ya Ijumaa ya tarehe 17 Julai mwaka 2020 nilipoamua kwenda kugombea ubunge katika jimbo la Ubungo. Mheshimiwa Rais, hapa upo katika mtaa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na mwenyekiti wake hapa anaitwa Engineer Isa Kivugo, ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa hapa. Tunaye diwani wetu, hii ni kata ya Ubungo, na diwani wake ni Mheshimiwa Jafari Nyaigesha ambaye pia ndio meya wa manispaa ya Ubungo. Wote tunafanya kazi chini ya usimamizi mahiri sana wa ndugu yetu, mdogo wetu Mheshimiwa Lazaro Twange, moja ya wakuu wa wilaya makini sana ambao Mheshimiwa Rais umewateua, na yeye anafanya kazi chini ya usimamizi mahiri sana wa Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Wote hawa Mheshimiwa Rais umetuletea vijana, na kwa kweli mkoa huu wa Dar es Salaam unahitaji vijana kama hawa. Mheshimiwa Rais, kwa muda mfupi niliopewa, naomba nizungumze mambo mawili tu. Jambo la kwanza, na utaniruhusu Mheshimiwa Rais, kwa umuhimu wa kipekee ambao halihusiani na maji, lakini kwa hapa tulipo, kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Ubungo na wilaya ya Ubungo kwa ujumla wake, nataka kuchukua nafasi kukushukuru sana kwa jinsi serikali yako ilivyotupigania katika miaka 4 iliyopita. Tumefuata mafanikio mengi, na kwa kweli kwa nafasi hii siwezi kuyataja yote kwa sababu sio shughuli yake kwa leo. Nitaje mambo mawili tu. La kwanza, Mheshimiwa Rais, kupitia mradi wa DMDP na Mheshimiwa mkuu wa mkoa amegusia, wilaya hii yako ya Ubungo kwa ufadhili wa Benki ya Dunia tunajenga barabara za kilomita 52.37, jumla ya barabara 24 katika wilaya yote ya Ubungo. Na hapa tu ukienda pembeni kulikuwa na shida kubwa sana, kuna eneo linaloitwa Sinza maarufu. Kata ya Sinza peke yake mradi huu unajenga barabara 12. Inamaanisha kwamba ile vikorokoro vya Sinza ambao kwa kweli Mheshimiwa Rais ilikuwa na kazi ngumu mwaka 2020 yanaenda kuisha. Tunatumia jumla ya shilingi bilioni 124. Kwa Mheshimiwa Rais, katika wilaya hii ya Ubungo yenye mitaa 90 unatufanyia kazi kubwa sana. Lakini Mheshimiwa Rais, mwaka 2010, nitahitaja kwa muhimu wa pekee, serikali na chama chetu kiliahidi kujenga barabara moja muhimu sana inayounganisha majimbo 3 ya Kibamba, Ubungo na Segerea, na wilaya 2 za mkoa wa Dar es Salaam, wilaya za Ilala na wilaya ya Ubungo, kilomita 7. Barabara hii maarufu inaitwa barabara ya Kimara Mavurunza Bonyokwa Kinyerezi. Sasa Mheshimiwa Rais, barabara hii tangu yaidiwe kipindi kile, wananchi walisubiri, na huwezi kupita ile maeneo bila kuzungumzia hii barabara. Nilikwenda na Mheshimiwa mkuu wa mkoa mwaka jana mwanzoni, wananchi walikuwa wakali sana, na mkuu wa mkoa akawa mkali. Nikamwambia Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nyamaza tu, kwa sababu wananchi wanapokuwa na shida wana haki ya kuwa wakali. Kuna siku watatuchekea.
Kwa tukawatuliza wananchi, tukaondoka, tukaahidi. Lakini Mheshimiwa Rais, nataka kuchukua nafasi hii, wewe ulisikia kilio cha wananchi wa Kimara, Bonyokwa na Kinyerezi iliyopazwa na wabunge wawili, yaani mimi Kitila Mkumbo, mbunge wa jimbo la Ubungo. Simnipige makofi. Na Mheshimiwa Bona Ladislaus Kamoli, mbunge wa jimbo la Segerea. Mama ni mama, hatimaye ulisikia kilio chetu, barabara ikiangaa katika budget, na mwaka jana ukaidhinisha Mheshimiwa Rais fedha zaidi ya shilingi bilioni 20. Hivi ninavyozungumza hapa, mkandarasi yupo site. Na juzi nimepita kuikagua, barabara inajengwa. Sasa Mheshimiwa mkuu wa mkoa kule Kimara, sasa ni shangwe, zile hasira hazipo tena. Mungu akubariki sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, la mwisho katika upande huu, kwa miaka mingi sana wilaya ina majimbo mawili, la Ubungo na Kibamba. Kwa miaka mingi sana jimbo la Kibamba limekuwa na shida kubwa sana ya maji katika mkoa wa Dar es Salaam. Hata hivyo, mama, ulisikia kilio cha wananchi wa jimbo hili iliyopazwa kwa niaba yao na mbunge wao Mheshimiwa Isa Jumanne Mtemvu. Hatimaye serikali yako ilisikia, ikafanywa miradi mikubwa sana ya maji. Mheshimiwa Waziri wa Maji akaja pale, imetekelezwa miradi mikubwa, na sasa uwezi kuamini wananchi wa Madale, Msigani na maeneo mengi ya Kibamba eti na wao wanapata maji. Jambo hili ni kubwa sana. Kwa Mheshimiwa Rais, jimbo la Kibamba ambalo liko na shida maji kwa kiasi kubwa imetatuliwa sana. Lakini ukiacha takwimu, nani asiyejua kwamba Dar es Salaam hii miaka michache iliyopita ilikuwa imekolea madumu ya maji, akina mama wakisaka maji. Kwa mambo haya sio takwimu za kwenye karatasi, ni hali halisi. Madumu Dar es Salaam yamepotea. Mheshimiwa Rais, jambo la pili ni ile ambalo limetuleta hapa, hilo tu nilichomekea kidogo. Mheshimiwa Rais, mafanikio ya kiongozi hupimwa kwa vigezo vingi, lakini hatimaye mafanikio ya kiongozi lazima yapimwe kwa kazi alizofanya na matokeo yake. Na Mheshimiwa Rais, katika kipindi chako hakuna shaka kwamba umefanya kazi kubwa na umeleta mageuzi makubwa, na wenzangu hapa kwenye makala ile na mkurugenzi wetu wa mkazi wa Benki ya Dunia wamenifilisi. Lakini niongeze tu sauti, niweke muktadha. Ukiangalia miradi ya maji ambayo imetekelezwa hapa na imetamkwa, mabilioni kwa matrilioni ya shilingi. Kikubwa sana Mheshimiwa Rais, tunataka kupima mchango wako katika hili. Tunaangalia trend ya takwimu. Nchi hii katika kipindi cha miaka 25 ya utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo mwaka 2025, mwaka 2000 upatikanaji wa maji vijijini katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa 32%. Mwaka 2005 tukaongeza 6% ikaenda 38%. Mwaka 2010 tukafika 48%. Mwaka 2015 wakati mnaanza kampeni Mheshimiwa Rais, tulikuwa 47%. Kwa wastani ukifanya, tulikuwa tunaongeza maji kila baada ya miaka mitano takriban 5%. Na kwa kweli sekta ya maji kama ilivyo afya na elimu, mara zote unashindana na idadi ya watu. Kwa idadi ya watu usipokuwa makini inakuwa mbele ya huduma unayotoa. Lakini mwaka 2015 Mheshimiwa Rais, utakumbuka ulipokuwa mgombea mwenza na baadaye makamu wa rais, ndiye uliyekuja na kauli mbiu ya kumtua mama ndoo. Kauli mbiu hii ulianza ulipokuwa makamu wa rais. Na kazi kubwa utakuwa umesahau, mimi nilikuwa katibu mkuu kwa mara ya kwanza, uliniita na nilifika nyumbani kwako pale Dodoma kwa mara ya kwanza tangu nizaliwe, nikawa nimekaa karibu na makamu wa rais. Na uliniita kwa lengo moja tu, na uliniita kwa jina langu la kwanza, Kitila, tunataka tutoke hapa, tunatokaje? Na ulinipa maagizo specific kuhusu mradi wa Same Mwanga, na nikamfikishia kwa mabosi zangu, walikuwa wawili wakati huo, Mheshimiwa Juma Aweso alikuwa naibu waziri wangu na Mheshimiwa Kamwela akiwa waziri pale. Kwa Mheshimiwa Rais, ukiangalia mabadiliko makubwa ya sekta ya maji yameanza kutokea mwaka 2015. Kutoka mwaka 2015 kwenda mwaka 2020 tuliongeza upatikanaji wa maji kutoka 47% hadi 70.1% vijijini. Na kasi hii
imeendelea. Tangu kipindi kile tumeanza kuongeza kwa wastani wa 13%. Nyuma ilikuwa wastani wa 5% kila baada ya miaka mitano. Mwaka 2020 mpaka kufika mwaka 2024 Disemba tulipeleka 79.1. Kutoka miezi mitano ya mwaka jana mpaka leo hii anapozindua hii shughuli ya leo, tumeshafikisha 83%. Kwa hiyo ni kweli kulikuwa na mabadiliko huko nyuma, lakini kwenye mabadiliko kuna stage 3. Kuna mabadiliko, kuna mageuzi na kuna mapinduzi. Haya yaliyotokea katika kipindi chako Mheshimiwa Rais ni mapinduzi, ni zaidi ya mabadiliko, ni zaidi ya mageuzi. Mheshimiwa Rais, la kila pili ambalo ni kubwa zaidi kwa upande wangu, nchi yetu imebarikiwa kuwa na sehemu kubwa ya maziwa matatu makubwa: Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika na Ziwa Nyasa. Nchi yetu 51% kwa mfano ya Ziwa Victoria lipo Tanzania. Hata hivyo, wenzetu, majirani zetu wa Kenya na Uganda ndio waliokuwa wanatumia maji zaidi kuliko sisi. Sisi tumeanza kutumia maji ya Ziwa Victoria wakati wa awamu ya 3, ikaja awamu ya 4, awamu ya 5 na sasa tunaenda kuyatumia. Hata hivyo, miaka yote hii ambayo tukitumia maji haya ya Ziwa Victoria, tumekuwa tukitumia kwa ajili ya maji ya kunywa, maji safi na salama. Ndio tumekuwa tukitumia hivyo, na imefanya kazi kubwa kwa wananchi wetu. Lakini Mheshimiwa Rais, ni katika uongozi wako ambapo umeamua kwamba sasa maji haya yatumike pia kwa ajili ya shughuli za kiuchumi. Umeamua kwamba serikali yako itekeleze mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria hadi Dodoma kupitia Singida. Muhimu zaidi katika mradi huu, umeamua kwamba mradi huu uwe na mambo mawili. Mosi, tuwe na bomba la maji ya kunywa litakalopeleka maji Singida hadi Dodoma. Lakini pili, bomba kwa ajili ya maji ya umwagiliaji. Hili ni jambo jipya, ni geni. Tumekuwa tukitumia maji haya kunywa tu, wenzetu ndio wanatumia kwa ajili ya kilimo. Kwa Mheshimiwa Rais, wananchi katika miaka ijayo baada ya mradi kukamilika, mikoa ya Shinyanga, Simiyu, Tabora, Singida, Dodoma na Morogoro, hususan pale Gairo, wataanza kulima mwaka mzima kwa kutegemea kilimo cha umwagiliaji kutoka maji ya Ziwa Victoria. Sasa ndio maana anasema haya sio mabadiliko wala sio mageuzi, haya ni mapinduzi, na ni sehemu ya kutekeleza ndoto yako. Mheshimiwa Rais, umeamua kwamba miaka michache ijayo Tanzania iwe food basket for Africa. Tanzania ilisha bara la Afrika na tuwe miongoni mwa wazalishaji wa chakula watatu duniani. Haya ni maono makubwa sana na hatuwezi kutekeleza bila miradi, na miradi hii itatupeleka huko. Mheshimiwa Rais, la mwisho, kama ilivyoonyesha kwenye documentary hapa na wamesema waliozungumza mwanzoni, kwa miaka mingi sana pale bungeni haiwezekani kuwasilisha bajeti ya Wizara ya Maji bila wabunge kuzungumzia bwawa la Kidunda. Bwawa hili, mradi ulibuniwa mwaka 1954 wakati TANU inaanzishwa na kabla nchi yetu haijapata uhuru. Mradi huu ukabaki kwenye makaratasi ya serikali miaka yote. Kama ambavyo tunaambiwa Watanzania tu wazuri sana kwenye mipango, tatizo kwenye utekelezaji. Mheshimiwa Rais, umevunja mwiko. Kwa mara ya kwanza wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika bunge lijalo hawatazungumzia habari za mradi wa bwawa la Kidunda kuanza. Ukweli ni kwamba mradi umeshaanza. Mradi huu Mheshimiwa Rais ni mradi muhimu sana. Mkuu wa mkoa yupo hapa. Miaka michache ijayo bila mradi huu, changamoto ya maji Dar es Salaam itakuwa ni mbaya sana. Lakini mradi huu unakwenda kuwa ukombozi mkubwa katika wananchi na maisha ya wakazi ya Dar es Salaam. Kwa Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa hilo. Lakini mwisho hapa niseme, ukiacha haya mageuzi kwenye swala la upatikanaji wa huduma yenyewe, ni katika miundo. Sekta ya maji ni sekta ngumu sana, inahitaji a very firm institutional setup. Mheshimiwa Rais, katika kipindi chako umeweka mifumo imara sana ya kusimamia sekta ya maji, na kikubwa kuliko vyote ni kuanzisha wakala maalum
wa kusimamia sekta ya maji vijijini RUWASA. Hiyo imekuwa ni mkombozi mkubwa sana na utakumbukwa kwa miaka mingi mno kwa ajili ya ndio maana sekta ya maji vijijini sasa imepungua. Sisi zamani ulikuwa ukienda kupitisha bajeti ya maji bungeni haiwezi kupita mpaka uite pate caucus, ukawabembeleze wabunge wa Chama cha Mapinduzi wakakubali kupitisha bajeti. Siku hizi ndugu wangu Aweso pale akiingia pale, waheshimiwa wabunge wanapigia makofi Wizara ya Maji. Na kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Rais, nitakuwa mwingi wa fadhila, lazima nikiri kwamba unao mawaziri wengi, tupo wengi, lakini mmoja wa mawaziri hodari sana ulionao katika usimamizi ni Mheshimiwa Jumaa Hamidu Aweso. Anafanya kazi nzuri sana. Mimi nimefanya naye kazi akiwa naibu waziri, ninamfahamu vizuri, sekta imetulia. Lakini Mheshimiwa Rais, hongera sana, tukupongeze kwa kumteua binti huyu Injinia Mwajuma waziri. Alikuwa mkurugenzi wa miradi ya maji, lakini mmoja wa mtu ambaye anaifahamu sekta hii vizuri na uliona alivyokupitisha kwenye miradi mbalimbali. Kwa Mheshimiwa Rais, unao viongozi wazuri wa sekta na wote waliopo hapa, na Mungu awabariki sana. Napomalizia, Mheshimiwa Rais, tarehe 25 Oktoba mwaka 2004, Rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin Mkapa kwa nafasi yake kama mwenyekiti wa CCM alitoa hotuba muhimu sana kwa kutumia jukwaa la mkutano wa halmashauri kuu ya CCM. Pamoja na mambo mengine, alizungumzia sifa 4 za ushupavu wa uongozi. Ya kwanza ni upeo mkubwa wa kubuni malengo na dira. Pili ni uongozi madhubuti wa watu na rasilimali kuelekea kwenye malengo hayo na kuzingatia dira. 3, hili muhimu zaidi, baada ya kuridhia malengo, ni ung'ang'anizi na kukataa kuyumbishwa bila sababu za msingi. Na 4 ni ujasiri wa kusimamia na kutetea maadili, mwisho wa kunukuu. Naye Margaret Thatcher, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza mwaka 1979 mpaka 1990, aliwahi kusema, ukiwa kiongozi na unaendeshwa na maoni tu ya watu, wewe sio kiongozi, ni mfuasi. Kuwa kiongozi sio kutafuta umaarufu, bali ni kufanya jambo sahihi kwa nchi yako kwa kuzingatia mahitaji ya watu, mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Rais, hakuna shaka kwamba katika uongozi wako umethibitisha kwamba wewe ni kiongozi, sio mfuasi. Mara zote umesimama jambo sahihi na lenye maslahi mapana kwa nchi yetu na wananchi wake, bila kujali kama jambo hili linakupa maarufu au la. Una maono, una dira, una malengo. Na pale ulipoweka malengo na kufanya uamuzi, ulisimamia utekelezaji wake na ulikataa kata kuyumbishwa bila sababu za msingi. Mheshimiwa Rais, hizo ndizo sifa za kiongozi, na hizi ndio sifa ambazo Watanzania watazingatia katika uchaguzi wa mwaka huu. Mheshimiwa Rais, kwa mara nyingine tena nikushukuru sana kwa nafasi ulionipa ya kuzungumza hapa. Lakini yote haya Mheshimiwa Rais, tunayapata kutokana na uongozi thabiti wa Chama cha Mapinduzi. Na kwa sababu hiyo, pamoja na kwamba hili sio jukwaa la CCM, mimi ni mbunge wa Chama cha Mapinduzi, ni waziri wa serikali ya CCM, uniruhusu kwa dakika moja tu niseme CCM oye. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo hayo, naomba niwasilishe kwamba kitakachofuata sasa sio tu mimi, lakini wapo viongozi wa staff waliofanya kazi katika wizara hii. Imeandaliwa makala fupi ambao na wenyewe watatoa ushuhuda. Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki sana. Asante kwa kunipa nafasi. Najua